makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Tunamshukuru Mungu sana. Leo ni siku yetu ya 3 ya kufunga na kuomba. Bwana ameendelea kusema na sisi kwa ufunuo juu ya ushindi ulio katika damu ya Yesu. Bwana akaanza kusema na sisi kwamba damu ya Yesu Kristo iliyomwagika kutoka kwenye kichwa chake, toka kwenye uso, wakati anaomba kwenye kile kilima cha Gethsemane, ilikuwa ni damu ya kufanya maamuzi magumu, damu ya kuyashinda mapenzi yetu wenyewe ili kuyaishi mapenzi ya Mungu. Haleluya! Lakini pia tena Bwana akasema na sisi ya kwamba damu iliyomwagika kutoka mgongoni ni damu ya kuyashinda magonjwa yote. Haleluya! Bwana akatufundisha akasema, kwa kupigwa kwake Yesu Kristo sisi tumepona. Haleluya! Hakuna ugonjwa unaoweza kusurvive mbele ya damu ya Yesu Kristo. Ndio maana imeandikwa, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Tunayashinda magonjwa kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Haleluya! Lakini pia tena Bwana akasema, damu iliyomwagika kutoka kichwani Bwana wetu Yesu Kristo alipowekewa taji ya miiba, ilikuwa ni damu ya kuondoa laana, damu ya kukomesha laana. Akavikwa taji ya miiba, sisi tumevikwa taji ya utukufu. Akavikwa taji ya miiba, sisi tumevikwa taji ya furaha, tumevikwa taji ya uzima. Haleluya! Sasa kila damu iliyomwagika kutoka kwenye mwili wa Yesu ina jambo la kufanya kwenye maisha yetu. Na jioni ya leo sema Baba yetu yuko tayari. Anatuletea ufunuo tena juu ya ushindi wa damu ya Yesu. Kwa namna ipi? Roho Mtakatifu yupo kutufundisha. Kwa hiyo anapokuja, chukua kitambaa chako mkononi ili tumlete kwa nguvu. Irikatapasetetetete. Haleluya! Haleluya! Makofi na vigelegele na shangwe nyingi kwa Bwana. Nataka jioni ya leo tena Roho Mtakatifu aseme na wewe. Nimemwomba Mungu aseme na mimi vile vile. Kwa nini? Kwa sababu kila tunapokutana hatukutani kwa sababu tumezoea kukutana. Ingawa Biblia inatuambia tusiache kukutana kama ilivyo desturi, lakini sisi tunakutana kwa sababu ni desturi ya watakatifu kukutana, lakini hatukutani kwa mazoea. Ni muhimu sana kama mtu wa Mungu kutofautisha desturi na mazoea. Haleluya! Unaweza ukawa na desturi ya jambo fulani ya kufanya jambo, lakini usilizoee kulifanya. Tuna desturi ya kumwabudu Mungu, lakini hatumzoei Mungu, hatuji kwa Mungu kwa sababu ni mazoea. Kwa nini? Kwa sababu desturi na mazoea ni vitu viwili tofauti. Ingawa wakati mwingine kama mtu wa Mungu unaweza kidogo ukajikuta ukachanganya kidogo desturi na mazoea, ukafanya ya kwamba ndivyo tulivyozoea kuabudu, ndivyo tulivyozoea kuomba. Lakini mimi nakuomba sana, iwe ni desturi yako ya kuomba, lakini isiwe ni kuomba kama ulivyozoea. Haleluya! Tupate neema ya kutofautisha kati ya desturi na mazoea. Tofautisha kati ya desturi na mazoea. Sasa tangu Jumapili tumekuwa tukiangalia ushindi kwa damu ya Yesu. Tumeona nguvu iliyopo katika damu ya Yesu. Hili somo ninalipenda sana. Kwa nini? Kwa sababu Mkristo yoyote ukielewa kitu ambacho, kazi ambayo damu ya Yesu ilifanya, maisha yako yatajaa ushindi. Kwa sababu Ukristo ni damu ya Yesu. Yaani watu ambao
walionekana wanatembea kama Yesu, wanaongea kama Yesu, wanatenda mambo yao kama Yesu, wanaokoa, wanafundisha kama Yesu, wanaponya kama Yesu, wakaitwa Wakristo pale Antiokia kwa mara ya kwanza. Wasingeitwa hivyo isipokuwa kwa sababu ya damu ya Yesu. Haleluya! Kwa hiyo ushindi walioupata mitume waliotutangulia, waliokuwa na Yesu, wasingepata ule ushindi isipokuwa kwa damu ya Yesu. Leo hii tusingekuwa tuna Roho Mtakatifu isipokuwa kwa damu ya Yesu. Yesu anapata ujasiri wa kuambia ya kwamba msitoke Yerusalemu, kaeni Yerusalemu, nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Lakini kinachomleta yule Roho Mtakatifu ni damu ya Yesu, kwa sababu alipokaribia kwenda msalabani akawaambia, sitakuwa na ninyi. Anasema bado kitambo kidogo mtaniona, bado kitambo kidogo hamtaniona. Ili akawatuma wawili wawili waende kila mahala alipotaka kwenda mwenyewe, ikiwa inaonyesha akiwa kwenye mwili wenye damu ndani alikuwa na limitation, hawezi kwenda kila mahali alipokuwa anataka. Haleluya! Akiwa anamaanisha alipoenda ng'ambo ya Waagerasi, watu wengine wakazunguka wakamfuata kule. Ina maana hapa ng'ambo hakuwepo. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anakuwa mahala pamoja at a time, hawezi kuwa kila mahala kwa kila wakati. Haleluya! Kwa sababu ya mwili, na mwili ili uishi ni damu. Biblia inatuambia msile nyama pamoja na damu, kwa sababu hiyo damu ni uhai. Kwa hiyo tunagundua ya kwamba mwili wa Yesu ulikuwa unamshikilia asiweze kwenda kila mahali alipotaka, ulikuwa unashikiliwa na damu, ukiwa unatiwa uhai na damu. Haleluya! Ni kweli tunasema ya kwamba mwili wake ulipopigwa sisi ndio tukaokolewa, lakini kimsingi kinachookoa ni damu. Kwa nini? Kwa sababu damu ingalikuwemo ndani yake, bado angalikuwa hai, asingekufa. Anayenielewa sema amen. Kwa hiyo ina maana sasa Ukristo ni damu ya Yesu, msamaha wa dhambi ni damu ya Yesu, ukombozi kutoka kwenye laana ni damu ya Yesu, uponyaji wa magonjwa ni damu ya Yesu, ulinzi dhidi ya magonjwa. Kwa sababu gani? Ukishasema kwa kupigwa kwake sisi tulipona, ina maana umesharuhusu kuugua. Kwa hiyo ili tusiugue tunahitaji damu ya Yesu. Haleluya! Neno na mimi kwenye kitabu cha Mwanzo. Ndio maana sasa tukaanza kuangalia tangu Jumapili, unapoangalia tukaiona damu iliyomwagika Getsemane, akiwa bustanini anaomba kutoka kwenye uso wake. Kwa nini kutoka kwenye uso? Unapomwangalia mtu alivyo hivi, mimi nimeumbwa kwa mfano wa Mungu. Haleluya! Mungu ana uso na mimi nina uso. Mungu ana mikono na mimi nina mikono. Mungu ana mgongo na mimi nina mgongo. Akasema, akamwambia Musa, hauwezi kuniona uso wangu, kwa maana hakuna mtu aliyeniona uso akaishi, bali utauona mgongo wangu. Kwa Biblia inasema akamwingiza Musa kwenye mwamba, akafunika na mkono wake. Kwa tunauona mkono upo wa kumfunika, na alipokwisha kupita akauondoa mkono, Musa akauona mgongo wa Mungu. Kwa hiyo na maana Mungu ana mgongo. Haleluya! Alafu Biblia inatuambia miguu yake, yani mbinguni ni mahala pa kiti chake cha enzi, na dunia ni mahala pa miguu yake. Ina maana yeye ana miguu. Haleluya! Mkono wake sio mzito hata asiokoe, bali dhambi zenu zimeuficha uso wake. Kwa hiyo ana uso. Sasa bahati nzuri, kila damu iliyokuwa inamwagika kutoka mahali
ilikuwa na umuhimu wake. Kwa Kiingereza wanasema it had its own significance. Haleluya. Unapoona damu inaanza kumwagika usoni ambako mwanadamu ana milango mitano ya fahamu. Haleluya. Kati ya hiyo milango mitano ya fahamu, minne iko, mmoja ndio imesambaa sema kugusa mikononi. Haleluya. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu kweli damu ya kwanza itoke usoni ambako milango mitano ya fahamu ipo, ili fahamu zetu kwanza zifunguliwe tuweze kuona umuhimu wa damu. Damu iliyofuata ilitoka kichwani kwa sababu ufahamu unalindwa na fuvu hili. Kwa hiyo ufahamu wa mwanadamu kwa kupigwa kwake Yesu, ufahamu unaanza kufunguka pale. Ile damu iliyomwagika kutoka usoni na kichwani inatuanza kutupa ufunuo wa mambo mengine yote ambayo yanatuzunguka. Ile damu iliyomwagika kutoka usoni na kichwani yenyewe hiyo ilikuwa inatosha kutupa awareness ya mazingira yetu yanayoendelea, ya ufalme wa Mungu, ya mbinguni kutakuwaje. Kwa nini? Kwa sababu vyote vinachakatwa hapa kwenye kichwa hiki. Haleluya. Sasa unapokuwa umeruhusu sasa, kwa sababu ukipata ufunuo wa damu ya Yesu, magonjwa kwisha. Hakuna kusema tena kwa kupigwa kwake nilipona. Kwa sababu hautaugua. Si kama kuna mtu ananielewa. Ukielewa mazingira yako vizuri, ukawaelewa waliokuzunguka, ukawashinda, ukawaelewa vizuri wanaokuwekea mitego, ukaiepuka mitego yao, ukaelewa vizuri mazingira yaliyokuzunguka, ukayasafisha, tunasemaga kuna maombi ambayo tunayaita fumigation kwenye maisha yako. Ukishajua mazingira yaliyokuzunguka, kila wakati unapiga fumigation. Ukiamka asubuhi unafumigate kwa kutumia damu ya Yesu. Ukienda mchana unafumigate kwa kutumia damu ya Yesu. Ukilala jioni unafanya fumigation kwa damu ya Yesu. Unakuwa mzima, afya mwaka mzima. Sasa tunapokuwa tumeshindwa kuelewa mazingira, sijui kama kuna mtu ananielewa. Unapokuwa umeshindwa kuelewa mazingira kwa kutumia hiyo milango yako ya fahamu ambayo yote imewekwa kichwani, ndiyo unaugua. Ukiugua unatumia sasa damu ya mgongoni kuponywa. Haleluya. Ndio unatumia damu hiyo, na kwa kupigwa kwake, na mpaka kuja kupigwa ina maana kuna adhabu ulitakiwa kupewa. Na ukishaona kuna adhabu unatakiwa kupigwa, ina maana sensi zako zimekuachia ukatenda dhambi. Kwa maana adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake, ukishaona ya kwamba unahitaji apigwe mijeledi, ujue amani imetoweka. Ukiona mpaka amepigwa mijeledi, kuna mahala ambako umeruhusu, umedharauliwa, kwa sababu alidharauliwa, wakamhesabu kuwa si kitu. Hakuna mtu aliyetamani kumwangalia. Kwa hiyo ina maana tumefika mahali tukamfikisha mahala pa kudharauliwa, tukafika mahali sisi wenyewe tukawa na huzuni, tukafika mahali sasa unatakiwa kupigwa ili upate amani. Ndio anasema adhabu ya amani yetu. Tunasoma kitabu cha Isaya sura ya 53 pale. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tulio wagonjwa sana tumepona. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo sasa tunakuwa tumepata hiyo revelation ya uso, tumepata sasa kichwani miba, damu imemtoka, ina maana sasa kichwa chote kiko salama. Tunaanza kuiona damu sasa ambayo inatoka mgongoni, inayotengeneza pale ambako kumeharibika.
inaanza kuleta uponyaji kwenye mwili ambao umelegea legea, mwili ambao umechoka choka, mwili ambao unaumwa mgonjwa. Sasa tumemaliza hiyo ya usoni Jumapili, tukaenda ya kichwani, tumepita ya mgongoni, tukaondoa magonjwa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ina maana mtu yoyote kama ukianza kujisikia mwili unakuwa dhaifu, wewe uhitaji kutumia nguvu nyingi, uambie tu kwa kupigwa kwake Yesu mimi nimepona. Ka ugonjwa haka kanafanya nini tena? Kwa kupigwa kwake Yesu mimi nimepona. Wewe miguu, haya maumivu yametoka wapi? Kwa kupigwa kwake Yesu mimi nimepona. Hii gesi humu tumboni inafanyaje? Kwa kupigwa kwake Yesu mimi nimepona. Haya magonjwa ya macho yametoka wapi? Kwa kupigwa kwake Yesu mimi nimepona. Maumivu ya kichwa haya yametoka wapi? Adui akisikia jambo hilo, hata kama ni mkali kama pilipili, hata kama alikuwa amejisahau akaja kwa bahati mbaya, ataanza kujua. Kwa sababu nikwambie, hatuachi akatushinda kwa sababu ya kutokuzijua hila zake. Kwa sababu adui anafanya mambo yake kwa hila. Kitendo cha kutokufahamu jambo ndicho kinachomfanya adui aje, aingie, apate nafasi, aweke maskani yake pale na akae humo ndani. Haleluya. Lakini ukiwa unajua, ukisikia kama maumivu hivi, mguu unaunyosha alafu haunyooki vizuri, unamuuliza, hivi wewe ni kitu gani hauelewi? Haujui kwa kupigwa kwake mimi nimepona? Anaondoka mara moja. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya Mkristo ni maarifa alionayo. Sasa maarifa haya kuhusu damu ya Yesu Kristo watu wengi hawajui. Huwa watu wamebanki kwamba rehema kwenye msalaba una kazi yake. Haleluya. Kwa maana watu wengi msalaba umenitendea mema, msalaba. Lakini wanasahau mema mengi yametokana na damu. Msalaba ulikuwa ni chombo kilichotumika ili kupitia hapo damu imwagike. Msalaba ulikuwa ni kama platform ya mtu kusimamia ili damu iweze kumwagika barabara. Msalaba ulikuwa ni sehemu, yani ni sawasawa na hivi nilivyosimama hapa juu, wewe uko kwa chini, ili nikiwa juu unione. Anasema aliangikwa juu ya msalaba, alafu juu ya mlima, ili kila jicho liweze kumwona, kama vile alivyokuwa ameinuliwa nyoka wa shaba jangwani, ambaye alikuwa anawekwa juu. Kila mtu akimtazama yule nyoka, kama alikuwa ameumwa na nyoka wa kawaida, basi nyoka yule, sumu ya yule nyoka wa moto ilikuwa haina nguvu. Na Yesu na yeye msalaba ulikuwa ni namna ya kumweka juu ili kila mtu aweze kumwona. Lakini nilikwambia pia msalaba ulikuwa ni namna ya kumuinua juu ili wengine wote wawe chini. Tutakuja kuliona hilo wakati tukiwa tunaangalia damu iliyotoka kwenye miguu yake. Wakati Yesu anasulubiwa juu ya mlima, juu ya msalaba, wakati ule kila kitu kiko chini ya miguu yake, including the country, and including the land around. Watu wote waliokuwa wanashangilia asulubiwe, asulubiwe, wako chini. Waliokuwa wanampiga mijeledi wako chini. Anaomba apewe maji, anaona kiu, wanampandishia ile sifongo, wanampelekea wakiwa wanamaanisha wanamfanyia wakiwa chini. Siku nyingine usishindane na mtu. Tukimaliza kuisoma damu iliyotoka kwenye miguu yake, utajiona jinsi ulivyo na nguvu. Utajiona jinsi watu wako chini yako. Utajiona jinsi wanaokupiga vita. Utajua pia chanzo cha vita zako mbalimbali. Kwa sababu mtu aliyoko juu yako hawezi kukupiga vita. Aliyoko juu yako hawanaga vita. Yaani mtu amekushinda kila kitu, anashindana na wewe kwa lipi. Ukimwona anashindana, ujue kuna kitu anakitafuta, umemshinda. Ukimwona na maneno, ujue kuna jambo ambalo
analitafuta uko juu, anataka kurudisha kwenye level yake. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kurudishwa chini kwa jina la Yesu. Asa leo nataka tuangalie damu iliyotoka kwenye mikono ya Yesu. Damu iliyotoka kwenye mikono ya Yesu, hii ndiyo damu inayoleta baraka kwenye maisha ya watu. Baraka kwa nini? Kwa sababu nilivyokuambia mikono ya Yesu ilivyo, ndivyo mikono yangu ilivyo vile vile. Nilivyoingizwa mimi ndani ya Yesu, nilifiti mle ndani exactly kama alivyo. Kwa hiyo mikono yake ilivyokuwa inapigwa misumari, na ya kwangu vile vile ilikuwa inapigwa misumari. Kichwa chake kilivyovalishwa taji ya miba, na cha kwangu nacho kilivaa. Miguu yake ilipopigwa misumari, na miguu yangu, kwa sababu mimi nilivyoingia, si nimeingia ndani yake. Anasema mkiwa ndani yangu na mimi ndani yenu, ina maana mikono yake mikono yangu, miguu yake miguu yangu, macho yangu macho yake, pua yake pua yangu, kinywa chake kinywa changu, masikio yake masikio yangu, kichwa changu. Yaani unavyoniona nimeingizwa mzima mzima ndani yake. Sasa kazi zote duniani huwa ni chache tunazofanya kwa miguu. Na hata aliposema nitakubariki, hakusema nitabariki kazi ya macho yako. Kwa hiyo yule ambaye unaangalia kazi fulani ukaitamani tu na hujaigusa, nakupa pole, kwa sababu hutapata kitu pale. Anasema nitaibariki kazi ya mikono yako. Kwa hiyo mikono ilivyokuwa inapigwa misumari, alikuwa anaondoa laana zinazozuia watu usibarikiwe na kufanikiwa kwenye kazi zetu za kawaida. Ndio maana nikasema leo nataka tuongee kuhusu jambo hili tukiwa tunatokea kwenye kitabu cha Mwanzo. Hebu nenda na mimi kwenye kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 3. Haleluya, haleluya. Yaani unajua nikiwa nafundisha hivi, mimi mwenyewe nina enjoy. Kwa hiyo sasa, kwa sababu nina enjoy, ni rahisi kumwacha mtu ambaye anifuatilii. Majeshi. Yaani ni rahisi nikakuacha, nikajikuta nimesha enjoy mwenyewe, nikaenda mpaka nikafika kwenye maombi, alafu nikaomba mwenyewe. Sababu I am enjoying myself yani. Yaani mimi kuongea kuhusu damu ya Yesu, mimi mwenyewe nina enjoy. Anaelewa, sema amen. Hebu nenda na mimi kwenye kitabu cha Mwanzo. Kuanzia ule mstari wa 14. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya haya, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huyo atakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Kwa hiyo uadui wa yule wa joka, uadui wa mzee Kibogoyo ulianzia hapa. Yaani Mungu ameweka uadui kiasi kwamba ukikutana na mzee Kibogoyo kwenye kona yoyote, kama haujakaa vizuri na damu ya Yesu, mzee Kibogoyo anakugonga. Haleluya. Ukikutana na mzee Kibogoyo, kama damu ya kichwani haijakaa vizuri, anakugonga, unaanza kusikia kichwa kama kichwa kinauma hivi. Nikwambie kitu, sema amesema atakugonga kisigino, lakini ni hakika kabisa ukigongwa kisigino, hiyo sumu itasambaa mwili mzima. Ndio maana nyoka akikuuma mahala popote utakufa tu. Hakuna cha kusema eti aliniuma kidogo tu mguuni. Akikugonga mguuni, sumu hiyo itasambaa, itafika kichwani tu. Na ndivyo anapofanya kazi. Haleluya, haleluya. Kwa ukikutana na mzee Kibogoyo, umuwai mapema. Kwa mzee Kibogoyo sisi tunamshinda kwa damu ya mwana kondoo, bila kujali imetoka wapi. Kwa nini? Kwa sababu iliyotoka kwenye kichwa ina kazi yake. Kwa hiyo ukielewa jambo hili ninalokuambia, unakuwa unayajua mazingira yako vizuri. Ukiona kuna kitu kametokea, ukanusa harufu ya mzee Kibogoyo, unajua hapa damu ya kichwani. Haleluya. Ukanusa unataka kufanya maamuzi makubwa, ukanusa mzee Kibogoyo yupo anaingilia maamuzi,
unajua damu ya usoni ya Getsemane. Haleluya, haleluya. Kuna baraka fulani hivi inataka kuja, alafu unaona inataka kukata kona, unajua damu ya kichwani hapa. Ukaanza kujisikia mara mgongo, mara miguu, mara nini, unajua kwa kupigwa kwake hapa damu ya mgongoni. Lakini mwisho wa siku inapofika kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 11, damu ni damu. Asema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Nini? Kwa sababu damu ni damu. Inapofika mahali haukumbuki ni damu ya wapi inatenda kazi hapo, wewe tumia tu damu. Haleluya. Mwambie mwenzako kwenye damu ya Yesu kuna ushindi wa ajabu. Kwa hiyo tunaona mwanadamu alikoanzia kupoteza mwelekeo, ya kwamba jamaa kapewa ruhusa ya kugonga kisigino. Anamwambia kwa tumbo utakwenda. Mstari wa 16 akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako, na kwa kuzaa kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Mstari wa 17 ndio target yangu. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi, akawavika. Bwana akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu, kwa kujua mema na mabaya. Na sasa asije akanyoosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Eden alime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Kwa tunaona ya kwamba mwanadamu mwanzoni kabisa alikuwa kwenye bustani ya Eden. Kule kwenye bustani maisha yalikuwa safi tu, ukitamka tu jambo lishafanyika, chakula kilikuwa sio shida. Lakini na kule ameambiwa kula matunda yote ya bustani isipokuwa matunda ya mti ulioko katikati ya bustani, mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Wasomaji wa Biblia wazuri wanajua ya kwamba Adam alikuwa amepewa ruhusa ya kula hata matunda ya mti wa uzima. Hakuwa amekatazwa. Huoni katazo lolote, huoni katazo ya kwamba usile matunda ya mti wa uzima, sababu ameambiwa matunda yote ya bustani waweza kula isipokuwa all but one, isipokuwa moja tu. Nyoka alipokuja na yeye joka yule mzee Kibogoyo anamuuliza, je, ndivyo Mungu alivyosema msile matunda yote? Mwambie mwenzako mzee Kibogoyo anabadilishaga maneno. Sasa wago nalalamika nini ukiona mtu amekuzushia? Kazi ya mzee Kibogoyo tu ile, mtaalamu wa kubadilisha maneno. Yani utakuta mama wa watu umelia mpaka macho yamevimba, wananisingizia, wananizushia maneno. Siwaacha wazushe. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu mzee Kibogoyo kazi yake kuzusha. Sitaki kwenda huko, lakini nafundisha kuhusu damu inayoleta baraka. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anamwambia sasa ya kwamba ungechagua matunda ya mti wa uzima ungeishi milele. Sasa hivi hao wenye dhambi nikiwaachia waishi milele ni hatari kubwa. Hatari. Mtu ambaye ameshatenda dhambi, ameasi,
akamwacha akaishi milele. Kwa hiyo akasema nimtoe. Biblia inasema sasa Mungu akamrudisha aende akailime ardhi aliyokuwa ametolewa. Kwa hiyo inanifundisha ya kwamba kumbe Adamu hakuwa ametolewa kwenye udongo wa bustani ya Eden. Kuna mahali ambako alikuwa ametolewa akaja akapandwa kwenye bustani. Haleluya. Kwa hiyo wakati anatenda dhambi anapewa adhabu ya kurudi kwenye maisha yake ya kale. Nikajifunza kumbe unaweza ukawa umeokoka, lakini trendi ya maisha yako inafanana na kule ulikotoka. Kazi zako unazozifanya hazina tofauti na yule ambaye hajaokoka. Kwa nini? Yumkini haujajua kazi ya damu ya Yesu. Kwa hiyo akarudishwa nyuma aenda akailime ardhi kule alikotolewa. Kwa hiyo Adamu ameilima hiyo ardhi. Watu wamezaliwa vizazi na vizazi. Trendi imeendelea miaka sasa, akaishi mpaka miaka 900. Wamezaliwa watoto kwake, watu wakao wakati ule wanaishi. Akina Metusela wakaishi miaka mpaka 969. Akawa mtu aliyeishi duniani maisha marefu zaidi. Wamekuja kufika kwa Nuhu huku anaishi miaka 900. Haleluya. Haleluya. Lakini sasa anafanya kazi, anapata tabu kila anachokigusa. Kwani nimesoma hapo ni kwa sababu kazi ya mikono yako ikianza kuingiliwa utaishi maisha ya tabu. Sasa na wakati huo kuna baraka ambayo Mungu alishaahidi ya kwamba ataibariki kazi ya mikono yako. Ninaomba Mungu abariki kazi ya mikono yako kwa jina la Yesu. Ninaomba Mungu aibariki kazi ya mikono yako kwa jina la Yesu. Kwa hiyo laana hiyo ya mikono ilianzia hapa, ambako mtu unalima badala ya ardhi kukuzalia maparachichi uliyoyalima, maparachichi yanazaa, yani shamba linazaa michongoma. Unalima mchicha, baada ya muda unakuta mchicha ule umegeuka, umekuwa mwekundu. Unawaza nimemwagilia. Watu wengine wanaenda mbali zaidi, wanatulisha mpaka na sumu, anawaza labda umeharibiwa na wadudu. Kwa hiyo mtu anakuja anapulizia dawa auwe wadudu bila kujua anatuua na sisi walaji. Lakini inatokea wapi? Hapa anamwambia, yani ukilima ardhi inakuzalia wewe michongoma, miiba. Kazi alikuwa anamaanisha tu ya kwamba kazi utakayokuwa unaifanya itakuwa ngumu hata kama ni nyepesi. Ndio, oh, thank you Lord. Ndio maana utakuta mtu anafanya kazi ofisini, kazi nzuri, lakini mateso mengi, huwezi kuamini. Tulioko nje tunaona anafanya kazi kwenye ofisi nzuri, lakini yeye anayefanya kazi pale hana raha yoyote. Ya ardhi imemzalia michongoma. Unakaa hivi nje tunawaza jamani, yule anafanya kazi Benjamin Mkapa Hospital. Lakini muulize, unachokitafuta huko unakipata? Je, una furaha na kazi yako? Majeshi. Kijana wa watu, unasoma kwa bidii, unasoma kila ukikomaa unasoma, ukifika mwishoni mwa mwaka sapu 2, yani zipo tu, zinakung'ang'ania, yani kuja kumaliza kwa mbinde, umetoka jasho, inakaribia kutoka na damu. Tunakuja kujifunza hautakiwi kutoka damu ili uweze kupata mambo mema. Wanatakiwa, yani damu ilishatoka Getsemane, ikatufundisha jinsi ya kufanya maamuzi ambayo kule mbele hayataleta kilio. Haleluya. Majeshi. Nina rafiki yangu mmoja aliajiriwa mahali. Sasa amefanya kazi, wamepatana vizuri mshahara na bosi wake. Amefanya kazi, ikafika mwisho wa mwezi, mshahara wa kwanza. Wakati analipa ule mshahara wa kwanza, anashangaa bosi anamlipa chini ya nusu ya mshahara waliopatana. Cha kwanza akawa anawaza,
au ndio mshahara amemaliza, alafu bosi anamlipa, hana maelezo yoyote. Baadaye akanipigia simu ananiuliza, sasa baba, yani sielewi nimuulize au nifanyeje? Nikamwambia, unavuna michongoma, jipange utoke. Haleluya. Upo kwenye shamba ambalo yani wanakuvuna, badala ya kuvuna wanakuvuna wewe. Utaacha maana utaacha kila mahali. Huwezi kuacha kila mahali. Unachotakiwa ni kuijua nguvu ya damu ya Yesu iliyotoka kwenye mikono yake kwa ajili ya kuvunja laana ya kile ambacho mtu unakifanya. Sababu ni kwa ajili ya damu ya Yesu ndio laana inavunjikia pale. Nenda na mimi kwenye kitabu cha Zaburi ya 90. Zaburi ya 90 pale. Nataka nikuonyeshe kitu. Kama unanielewa, hebu wakati unaenda kwenye hiyo Zaburi ya kusema amen. Zaburi ya 90 ule mstari wa 17. Anasema, na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu, na kazi ya mikono yetu utufanyie thabiti. Naam, kazi ya mikono yetu uithibitishe. Kwa hiyo unagundua ya kwamba Mungu yuko kwenye biashara ya kubariki kazi ya mikono ya watu. Mwombaji huyu anasema, uithibitishe kazi ya mikono yangu. Lakini mimi jioni ya leo nataka nikwambie, kama haujui kazi ya damu iliyotoka kwenye mikono ya Yesu, kazi yako haitadhibitika. Kwa leo tunakwenda kuidhibitisha kazi ya kila mtu, sababu ukishaongea kuhusu kazi unahusisha mikono. Hebu nyosha mkono wako wa kulia namna hii. Ukishaongea habari za kazi unaongelea mikono. Ndio maana damu maalum imemwagika kutoka kwenye mikono ya Yesu. Lengo lake ilikuwa ni kudhibitisha kazi ya mtu. Damu hiyo ilikuwa kazi yake ni kuisha kazi ya mtu. Ile damu ilikuwa ina maana ya kuondoa laana ambayo tuliipata kule bustanini, ili utakachokigusa kibarikiwe. Hebu sema, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kila kazi ninayoifanya ninaitakasa kwa damu iliyotoka kwenye mikono ya Yesu. Kwa damu ya Yesu, kazi yangu, kazi yoyote nitakayoifanya ninaithibitisha kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu iliyomwagika kutoka katika mikono yake inageuza mikono yangu, inathibitisha kazi ya mikono yangu kwa jina la Yesu. Nenda na mimi kwenye kitabu cha Waefeso. Nataka nikuoneshe haraka haraka ili baadaye tutakapokuja kuomba tuombe kwa bidii. Haleluya. Kitabu cha Waefeso ile sura ya kwanza, nenda na mimi kwenye mstari wa 7. Mstari wa 6 anasema hivi: na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huo mpendwa. Katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Naye alituzidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi, akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake, sawasawa na uradhi wake aliyokusudia katika yeye huyo, yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu. Atajumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia, na katika yeye huyo. Kwa hiyo tunapoongelea ukombozi wa kuzikomboa kazi zetu, tunaongea damu ya Yesu. Kupitia damu hiyo ndio kazi zinakombolewa, biashara zinakombolewa. Unakuta
mtu unafanya kazi lakini matunda yake huwezi kuyapata. Watu wengine wanafanya kazi, kuna katrendi fulani hivi ambako mimi kila wakati nikiwa naomba huwa nakakataa. Niambie, katrendi yako kako hivi: mtu anapozaliwa wanamwita mtoto. Ukiwa mtoto, kila mtu anataka kukusaidia, wengine kubeba, na watoto wanatofautiana favor ya Mungu, yaani wanatofautiana kibali. Na mtoto mwingine anakuwa mbali, hata kama sio kwako, utatamani tu ukabebe. Haleluya. Kuna kengine ukikaona hata kama kamejichafua, yaani makamasi hutaki kufuta, kakibali kako chini kidogo. Haleluya. Ndio kutumia damu ya Yesu kakomboa, unakomboa kibali kile. Sasa kakiwa kadogo kanaendelea kukua pale, kila mtu anataka kukasaidia. Ukikaona kanahangaika kupanda hapa, taa hujui kanaenda wapi, ukikaona kanaenda barabarani kule, utakakamata sio kwako, unakarudisha kidogo. Kanaenda kakiwa na akili na vitu, kakianza kufanya kanachapwa. Kama kana miaka 5, 6, sababu mtoto wako akiwa na miaka 3. Haleluya. Alafu baadaye badala ya kwenda pale mahala amejisaidia mwenyewe, kajikuta amejichafua na kuchapa. Kwa nini? Kwa sababu level hiyo ya kukaa kufanya kila kitu hapa ilishapita. Ana akili fulani hivi. Alafu wakati huo akiwa mdogo, hata akijifunza kutembea, watu wanampigia makofi. Akishamaliza hatua hiyo, ndio makofi unapita, anakuwa tu mwenyewe ni mtembeaji, mzururaji. Anafika mahali unaanza na kumzuia asiende baadhi ya sehemu. Hili ni sehemu ya maendeleo ya binadamu. Baadaye atakuwa huyo kisha miaka 17. Tegemeo yanaanza ya kwamba sasa anakwenda kufikisha miaka 18, atakuwa raia wa Tanzania. Ukifikisha miaka 18, makosa uliokuwa unayafanya ukiwa na miaka 10 wakakutetea, miaka 18 hawakutetei. Kwa hiyo ishu ya utoto inaisha, yaani ishu ya utoto inaisha kabisa. Hata ukikosea, jamhuri inakushtaki kama mtu mzima. Alafu kuna kakipindi kanaitwa kakipindi ka ujana, anaanzia miaka 18. Watu wengi wanasema mpaka miaka 35, lakini sio kweli. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wakifikisha miaka 25, hasa mabinti, mama anaanza kuuliza, ujana umeisha, umekata. Ukikuona unazurura huko kanisani, yani tunaanza kuwaza wewe una matatizo. Mbona mabinti au kusalimii huko kanisani, una tatizo gani? Nini? Kakipindi ka ujana kale kama vile kameisha. Umeisha yani hapo 25 pale. Kama hauna kazi na nyumbani wanaanza kukuchoka. Wewe mtu gani? Unakaa tu nyumbani. Sio katafuta hata vibarua. Chuo nacho wanakuwa wanaanza kukuachia ya kwamba bwana ushakuwa mkubwa toka chuoni. Kwa hiyo kila sehemu wanakutoa kwenye kundi la vijana, wanakulazimisha uingie kwenye kundi la watu wazima. Na wengine wanatamani sasa kuanza kuona wajukuu. Jeshi. Unapozidi kupanda kutoka miaka 25, wengi ndio wanaanza kujielewa pale. Ni watu wachache ambao, vijana wachache kwenye miaka 21 wanajielewa. Anasema kuna kazi yangu nafanya na ni wachache sana, na wao wamepata neema ya Mungu. Lakini ukifika miaka 25, mifumo haitaki kukuona ukiwa upo tu. Mifumo inataka wakuone unafanya mambo, una kazi unafanya, una hela. Kama ni wazazi wanawaza uanze kuwatunza, wanataka wakuone ukiwa unatembea barabarani, angalau na kabinti fulani unaongea nako. Kwa nini? Wanajua huyu kijana wetu anapoelekea tutachelewa kupata wajukuu. Kwa hiyo wanaenda, ikifika 35 ndio kabisa. Tena kwa mabinti ya 35
kila mtu anampiga vita. Hata shangazi wa kijijini atakuja kusaidia mama yako kukutoa nyumbani. Wanakukimbiza, wanataka kuona una mchango kwenye dunia. Haleluya. Kwa hiyo baada ya hapo 36 na nini, kijana anajiokota, anaanzisha kwenda pale kwa chips, kija pale chips na nini na nini na nini. Alhamdulillah, Mungu sio nani, anaanza kufanikiwa, hela vinakuja, anafungua na kaduka sasa sehemu anauza bibiriti nini, baadaye anapata hela. Kwa hiyo akifikisha miaka 40 pale anawaza, jamani, Mungu amenibariki, hata kama ni kanisani akiwa anapunga mkono, haleluya, kanisa bwana alikuwa haleluya, haleluya, ovyo tu, anaanza kugeuka, anakuwa mstaarabu, majeshi, anaenda hivyo. Akifikisha miaka 45 kweli anakaribia kila kitu, familia kapo, kama alifanikiwa sasa miaka 28 pale, hata kama nikikosea akapata katoto kule anajulikana sana, lakini kishakuwa kakubwa, akikaona hivi anafurahi, anasema mimi nina mtoto. Wakati huo na nyinyi wazazi ndio mnakuja kuambiwaga, bwana, wakati mimi nikiwa kule chuoni, mama bwana miaka 45, kama hujamjua mzee Kibogoyo, wakati unapotakiwa kula na kunywa, unaanza kusikia magoti kulala usiku, unaanza kujisikia kunywa maji na ukinywa hayakai, wali mara kwa mara, unaanza kusikia kama kichwa kinauma hivi, vidole vinakufa ganzi, unaanza kuna nini jamani? Waeleza wenzako, anakuambia nenda hospitali, hiyo ni dalili ya kisukari. Wengine anakuambia nenda kamwone daktari, hiyo ni dalili ya pressure. Pressure mimi na viela vyangu hivi sasa, ni pressure natoka wapi? Ndio wenzako, hiyo ndio kazi ya mzee Kibogoyo. Kwa nini ninaleta hiyo hapa? Ni kwamba watu wengi hawaelewi, wakati anapokuwa anaweza kujenga nyumba, anaweza kununua kuku mzima akamla yeye peke yake, na akanunulia watoto wake ya kwao na wenyewe wakala, anaambiwa na daktari, usile nyama ya ng'ombe. Kwa hiyo anaenda akinunua, katia kilo moja tu ikawatosha watoto wangu wawili, mimi sili nyama ya ng'ombe. Sasa mzee, unakulaga nini? Niambia samaki kisizidi kipande kimoja kwa wiki. Mayai walisema yana protini nyingi. Uwezo wangu wa mfumo kumeng'enya umeharibika, kwa hiyo mayai ni sile. Kuku zenyewe hiyo kuku kabisa. Kwa hiyo mzee, unakulaga nini? Walishauri nakula mboga, nyanya chungu. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo akija kwako kama mgeni, amekuja mgeni wa heshima, ukiwa anapika chakula kama kile cha kwanza, hamsi chungu vyakula vyote vinatiwa ladha na chumvi, alafu wewe ndio hauli. Sukari nayo hapana, walisema sukari ni sile. Asali unajua ina sukari na yenyewe waga nakukisha kisukari. Maziwa labda kidogo yawe ya ngamia. Wewe ngamia utampata wapi? Dodoma humu huwezi kumpata. Na usipofanya bidii leo, ukiisha kufanya kazi kwa bidii na kazi ya mikono yako imestawi, utaingia kwenye ule mtego. Kama watu wengi miaka 45 ndio hali kila kitu, tunaingia kwenye ile laana ya kwamba usipofanya kazi na
kwa jina la Yesu. Sema, mimi nitafanya kazi, na kazi yangu na kazi ya mikono yangu itabarikiwa, na mimi nitakula matunda ya kazi ya mikono yangu hata katika umri wa uzee, katika jina la Yesu. Ya kwamba wakati wote ulikuwa nahangaika, kanapoonekana tu kama mafanikio. Sababu tuseme tu ukweli, Watanzania wengi wanaanza kuishi wakiwa na miaka 40, 45 pale. Sababu mifumo yenyewe tu migumu yani. Waza pamoja na mimi. Umezaliwa, hauwezi kwenda shule ya watoto wadogo hauna miaka 3 minne, si ndio? Na ukienda ukiwa na miaka 3 wanahesabu kama bado hujaanza shule. Na hivyo nampeleka kwenye baby class ili akacheze. Hata kama una akili za namna gani kama malaika, shaenda kwa sasa, kwa sababu mfumo uko hivyo, hautajifunza, utacheza kwa mwaka wa 3, mwaka wa 4 unacheza. Baadaye nasema peleke mtoto yake school mwaka kamoja. Sasa pale kama una akili kabisa, yani ndio jasusi la mbinguni, umetoka mbinguni na kusudi, mwaka mmoja unapita pale tena, miaka 5 ndio wanaanza kufikiria tukipeleke darasa la kwanza. 5 hiyo imekata, yani ukiona unataka tu wanachokifanya ukikaa pale, baadaye watakupeleka shule ya msingi kwa miaka 6 kiwai sana, miaka 5. Yani pale ndio wale yani magenius wanaitwa, yani hauwezi kumvumilia kukaa darasani kwamba anamuuliza maswali magumu, naamua kavushe tu kaenda na kuuliza. Naenda sasa hivi nimeelewa nimeanza siku hapo nasoma mpaka darasa la 6 nenda form 1. Nitaenda pale najumlisha 6 nikapi hiyo nilikuwa nitajumlisha 6 11. Yaani bado huko natangatanga, kwa sababu ukimaliza darasa la 7, mimi niambie watoto wetu darasa la 7 wana nini? Wana elimu yoyote nyingine, yani ndio shahada hawezi kujifunza, hawezi kujifunza, hawezi kufanya chochote. Baadaye inabidi miaka 4 tena. Tena hapo mwaka mmoja ujue inaanza, nafikiri mwaka huu sio ile ambao walikuwa darasa la 6 wanaenda moja kwa moja form 1. Ni kwanza mwaka huu wale walioko sasa hivi wataenda akitoka ana elimu yoyote, fundisha biology ya kupasua mende, ambayo utakuja kupasua mende walioko kwenye kando la nyumbani. Kwa nyumbani wote tunawapolisia na hao na idadi ya miguu ya mende, idadi ya miguu ya siafu, idadi ya miguu ya nzige. Baadaye wanakuambia ili uwe daktari miaka 2 form 4, form 6. Hiyo tena sasa wale wanaenda form 4, form 6 pale, form 5, form 6 wanajisifia kile division 1, form 4. Wanaenda miaka mingine miwili. Unafika ngapi? 17 hujapata elimu ya kazi yoyote. Yaani 17 pale ndio unataka sasa ukasome udaktari. Na pale ndio tunawaita sasa watu bora, yani wale ambao wanapiga division 1 pointi ngapi zile pointi 7, pointi 3 kuendelea. Hiyo mwaka wa 18 unaenda chuo kikuu sasa, na hauendi immediately, kuchelewa kama miezi kadhaa. Kwa hiyo unaenda udaktari. Miaka mingapi wale madaktari? Miaka mingapi?
miaka 23. Alafu ukishamaliza wanakuambia ya kwamba sasa hivi usubiri ajira. Watu binafsi hawakutaki kwa sababu hauna experience. Kienda kwenye shirika mojawapo wanakuuliza experience ya miaka 15. Tunatafuta mtu atakayetufanyia kazi ya daktari, experience miaka 6. Experience ya miaka 6 unaipata wapi? Na ajira hazipo. Wao wanakuta sasa madaktari tuko nao kitaa. Jamaa anauza chips au anaendesha boda ya mkataba, wakati anasubiria aitwe kazini. Bwana kama miaka 2 aitwe kazini, baadaye kama anko anafanya kwenye shirika fulani anafanya namna. Siku hizi angalau ukipata kazi cheki pate kutoka upesi. Hizi zile ambazo mimi nilimaliza nilisubiria cheki namba mwaka mmoja na miezi 6 mpaka nikaajiriwa kwenye shirika la binafsi. Cheki namba haijatoka. Shafanya kazi sehemu zaidi ya mwaka ndio naambiwa cheki namba imetoka. Sasa hivi zinatoka haraka, si ndio? Kwa hiyo ukipata nafasi ya kuajiriwa utasubiri labda miezi kadha wa kadha tena. Kwa hiyo miaka 25 kwa hakika kabisa hauna ajira, hauzalishi chochote. Hauna ajira, hauzalishi. Wale waliokuwa wanakusomesha kwa hela zao nyingi wanaanza kukuvumilia. Yaani mifumo imekukamata mpaka miaka 25, alafu unataka mchungaji akufanyie muujiza wa mwezi mmoja. Tulia. Mwambie kaa tulia. Endelea kumwomba Bwana kupata kazi nzuri, lakini ukiwa umekaa umetulia, anzisha pesa kwa kibanda cha chips. Tunaongea wana kibanda cha chips miaka 15 pia ile 25. Kisha miaka 40. Hiyo Tanzania wa kawaida kabisa. Kama kamtaji kanakuwa tayari sasa hapo. Kama hapa katikati alifanikiwa akanunua taka kiwanja, yani ndio miaka 40 anaanza kuwaza nijengea kwa kibanda cha chumba kimoja, self contained, chumba kimoja na sebule. Miaka 40. Ikifika 45 kabla chumba kimoja na sebule hakijakamilika, polepole tu. Basi kuna gani Tanzania wa kawaida kabisa. Ukiamua kujenga usiige watu, ujui fedha zao wamezipata wapi. Nataka nijenge vyumba 12 ndani ya wiki 3. Nataka nijenge kagorofa hapa, nikifikisha miaka miezi 2 nishamaliza. Yangu bado ni mwadilifu. Ndio anakuwa anakuuliza na leo anaanza kwa bwana, tueleze siri. Siku hizi vijana vipi? Maisha yako ghafla yamebadilika. Huwezi kueleza kilichobadilisha maisha. Sababu iko Tanzania. Miaka 45. Wakati unawaza sasa hivi naweza nikaenda kilimo kumaliza bila kuuliza bei. Mzee Kibogoyo yupo pale anakusubiria. Akiwa huku kote huku unahangaika, anakuachia tu. Hana tatizo na wewe. Si unahangaika. Sababu sehemu ya mahangaiko hayo ni mfumo wake. Yaani unaingia kwa sababu ya siku hizi unaingia kwenye mfumo. Unapata mhangaiko. Unataka kuanza kustarehe. Anaposema pale kwamba nitabariki kazi ya mikono yako, anapotaka kukudhibitisha, Mzee Kibogoyo huyu hapa. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa damu ya Yesu. Sema tena nakataa kwa damu ya Yesu. Yaani ninachokueleza ni trend ya Watanzania wengi. Trend kabisa ya Watanzania, yaani maisha ya kawaida tu.
kamoja, kila kanachokuja kanakujaribia wewe. Mwambie mwenzako, usipojua namna ya kutumia damu ya Yesu, hata pepo wanaojifunza kuwekea watu magonjwa watajifunzia kwako. Alafu sema, nakataa kwa jina la Yesu. Mimi nitafanya kazi na kula matunda ya kazi ya mikono yangu. Haleluya. Kwa hiyo damu ya Yesu iliyotoka kwenye mikono yake ndiyo inayotupa mafanikio. Ndio maana Biblia ikasema, Mungu akasema, mtakapokuwa mmeenda kwenye ile nchi, mtakapokuwa mmelima na kuvuna, mtakapokuwa mmetajirika, msije mkasahau Bwana Mungu wenu, msije mkasema nguvu zetu ndio zimetupa utajiri. Bwana, sababu kuna wakati mwingine mtu unaweza kufanya kazi akajisahau. Kama haujui thamani ya Yesu, unaweza ukafanya kazi muda mwingi ukajisahau. Hebu nenda kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 28. Nakaribia kumaliza, nataka leo tumalize mapema. Tuombe. Piga mzee kibogoyo, mwambie huna lolote la kufanya kwenye maisha yangu. Haleluya. Torati ile sura ya 28 tena kwenye mstari 12. Biblia inasema, atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako, nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala huwi chini, utakapoyasikia maagizo ya Bwana Mungu wako nikuagizayo hivi leo, kuyaangalia na kuyafanya. Haleluya. Moja nilikuwa nauliza, wangapi ambao sasa hivi kuna mtu umemkopesha hela kizungumkuti? Yani wengi wetu ndio sisi tunadaiwa, sio? Kuona hivi nasema hivi, mtakopesha mataifa mengi. Hebu mgeukie mwenzako muulize, una deni wewe? Leo tutakwenda kugeuza lile deni kwa jina la Yesu. Haleluya. Sababu anasema ataibarikia kazi ya mikono yako. Alafu ukishafanikiwa wewe, wanaokopa wapo. Lakini sasa hivi imekuwa kinyume. Ukiona iko kinyume, ndio kuna mzee kibogoyo. Haleluya. Mzee kibogoyo yuko pale, anakusubiria tu. Yaani ukipata tu hivi imeshaisha yani. Yaani kila unapopata hela huwa zinatoka kwenye 500,000 zinapitiliza mpaka 0, alafu zinaenda kwenye negative 200. Kwa kila mwezi unakatisha na deni 100,000, 200,000, 100,000, 200,000. Lakini kulingana na Mungu, hiyo standard ya 500,000 ilikuwa inatakiwa iwe inaongezeka, ili sasa wale ambao ulikuwa unawakopesha, walikuwa wanakukopesha, uwe wewe ndio naye wakopesha. Ninaomba neno hili litimie kwako kwa jina la Yesu. Neno hili litimie kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Sema, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninavunja kila laana ya kukopa. Kwa jina la Yesu. Ninavunja kila laana ya kupata fedha ikapitiliza mpaka kugeuka kwa mikopo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Leo ninavunja kila laana inayosababisha niishe kwenye matatizo, niishi kwenye uhitaji, kwa jina la Yesu. Kwa maana imeandikwa, nitakopesha mataifa mengi, wala mimi sitakopa. Kila laana, laana ya mikopo, laana ya kuanza na kuishia njiani, laana ya kuharibikiwa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu,
leo naivunja kwa damu ya Yesu. Haleluya. Hebu nenda na mimi kwenye kitabu cha Mithali. Mithali ile sura ya 10. Watu wengi wanapenda iko hili. Mithali ile sura ya 10. Mstari wa 22. Mstari wa 21 inasema, midomo ya mwenye haki hulisha watu wengi, bali wapumbavu hufa kwa kuwa hawana ufahamu. Ndio maana nilikwambia ya kwamba kuna vitu ambavyo watu wanakufa kwa sababu hawana ufahamu. Watu wanaharibikiwa kwa sababu hawana ufahamu. Anasema mstari wa 22, baraka ya Bwana hutajirisha, wala haichanganyi huzuni nayo. Kwa tunajikuta kule tulishajifunza namna ya kuvunja huzuni. Kwa nini? Kwa sababu alizichukua huzuni zetu. Tumevunja roho ya huzuni, tumevunja. Baadaye anasema Bwana anatutajirisha. Nirudie tena, anasema baraka ya Bwana hutajirisha, wala haichanganyi huzuni nayo. Kwa hiyo mtu aliyebarikiwa, utaona kautajiri kanaongezeka hata kama ni kidogo kidogo. Haleluya. Mimi nataka nikwambie, kutoka kwenye madeni hata kama haujakopesha, hiyo tayari ni dalili nzuri. Ni kwa nini nasema hivi? Kwa sababu jambo lolote lile ili liweze kutoka sifuri kwenda kupanda juu, lazima kwanza litoke chini ya sifuri. Majeshi lazima litoke kwenye negative kule, litoke kwenye hasi, lije kwenye sifuri. Kwa kama kuna mtu ambaye Mungu amekusaidia huko kwenye sifuri pale, usijali, kesho yako ni pana, kesho yako ni angavu. Baraka ya Mungu itakutajirisha. Kwa maana kuna hatua sasa ya kutoka pale kwenye sifuri ili uende kwenye 5, kwenye 10, kwenye 15, kwenye 20, kwenye 100 mpaka kwenye 1000 kule. Kutoka hapo kwenye sifuri mpaka uwe mkopeshaji. Lakini hilo halitawezekana kama hatujui thamani ya damu ya Yesu. Hebu sema tena, kwa jina la Yesu, nimetambua ya kwamba baraka ya Bwana hutajirisha, wala haichanganyi huzuni nayo. Mimi leo kwa kutumia damu ya Yesu, kwa kutumia damu ya Yesu, ninaifuta laana ya madeni, ninayafuta madeni yote kwa namna ya rohoni, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Madeni yaliyosababishwa na laana leo ninayafuta kwa damu ya Yesu iliyobubujika kwa sababu ya misumari ya mikononi mwake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Leo ninavunja kila laana, laana ya umaskini ninaivunja kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Nenda kwenye kitabu cha Wakolosai. Nataka uangalie ushindi ambao tunaupata kwa damu ya Yesu. Nakaribia kabisa kumaliza, kwa hiyo hebu nifuate vizuri. Kitabu cha Wakolosai ile sura ya 2 mstari ule wa 14. Nenda pamoja na mimi pale, Wakolosai sura ya 2 mstari wa 14. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Kwa hiyo damu ile ya mikononi ndiyo ambayo kupitia pale Yesu aligongomelewa msalabani. Kwa hiyo wakati anagongomelewa msalabani, hati za mashtaka zilikuwa zinafutwa. Hebu mwambie mwenzako, hati yako ya mashtaka imefutwa. Kwa hiyo adui yoyote anayesimama kukushtaki kwa sababu yoyote, usiku wa leo amepigwa kwa jina la Yesu. Hebu sema, kila adui anayesimama mahala popote
kunishitaki kwa sababu yoyote, ninamshinda kwa damu ya Yesu. Hati yake ya mashtaka naigongomelea msalabani kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kila hati ya mashtaka imegongomelewa msalabani. Kwa nini? Kwa sababu amelaaniwa kila mtu aangikwaye mtini. Na Yesu aliangikwa. Kuangikwa ni kutundikwa. Namna waliotumia kumtundika ni kwa kugonga misumari kwenye mikono yake. Haleluya! Kwa hiyo damu iliyotoka kwenye mikono yake ilikuwa inafuta laana, inazifuta mpaka na hati. Kumbe kabla haujalaaniwa, haujapata matatizo, haujapata mateso, huwa kuna hati zinaandikwa. Zile hati zikishaandikwa, mashetani, majini, mapepo yakizisoma zile hati, ndio yanajua huyo ameshtakiwa. Hatakiwi kubarikiwa, hatakiwi kuinuliwa, hatakiwi kufanikiwa, hatakiwi kuishi. Leo kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo iliyotoka kwenye mikono yake, ninafuta kila hati ya mashtaka, hati zilizobeba mashtaka na ambazo nyingine zimekwisha kuhukumiwa. Leo nazifuta kwa damu ya mwana kondoo. Nazifuta kila hati zilizowekwa kwenye mahakama za kishetani, kila hati zilizowekwa kwenye mahakama za uovu, kila hati zilizoandikwa na kukusanywa na kutumika kwenye mahakama za yule mzee Kibogoyo. Leo nazifuta kila hati zilizoandikwa kukushtaki kwa uongo, hati zilizoandikwa na ndugu, hati zilizoandikwa na maadui, hati zilizoandikwa na wafanyakazi wenzako, hati zilizoandikwa na marafiki, hati zilizoandikwa na marafiki wa uongo, hati zilizoandikwa na ndugu wa uongo. Leo kwa damu ya mwana kondoo ninazifuta kwa damu ya Yesu. Nazifuta kwa damu ya Yesu. Hebu sema futika kwa jina la Yesu. Kwa hiyo hakuna hati inayotakiwa isimame kwa lengo la kukushtaki. Kwa nini? Kwa sababu alizigongomelea zile hati msalabani. Walipokuwa wanampiga misumari mkononi na hati za mashtaka yangu zilikuwa ziko pale juu, wanagonga nyundo ya kwanza, hati zinatoboka, yaani mikono yake inatoboka na hati za mashtaka zinatoboka. Damu ilipokuwa inatoka, inaanza kuzifuta zile hati zikiwa ziko msalabani, inazifuta, inafuta mashtaka, na hati ile inafutwa bila kujali ni mashtaka ya namna gani, kwa maana hakuna hukumu ya adhabu juu yao wale walio katika Kristo Yesu. Tazama, ya kale yamepita, yote yamekuwa mapya. Kwa nini? Hata imekuwa mtu akiwa katika Kristo Yesu, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Wasiomwamini wamekwisha kuhukumiwa, ila wanaomwamini hawatahukumiwa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu akiwa msalabani, damu ilipokuwa inamwagika kutoka mikononi mwake na hati ziko pale juu kwenye msalaba, damu ile inamwagikia zile hati, zinaanza kufutika moja moja. Hati ya mashtaka ya ndugu, hati ya mashtaka ya marafiki, hati ya mashtaka ya wafanyakazi wenzangu, hati ya mashtaka ya maadui zangu, hati za mashtaka ya wachawi, hati za mashtaka, hati za mashtaka za chuma ulete, hati za mashtaka za watumishi wa Mungu wa uongo, hati za mashtaka kutoka kwenye madhabahu, hati za mashtaka kutoka kwenye mahakama za kichawi, hati za mashtaka zinakuwa zinafutika. Wale wanaotakiwa kutekeleza yale mashtaka, wale wanaotakiwa kuchukua yale mashtaka ili wakupeleke kwenye mahakama zao, wakisoma hawaoni kitu. Na mimi leo kwa jina la Yesu ninaagiza kila mashtaka yaliyoandikwa juu yako. Na hapa siongelei mashtaka ya kiroho, siongelei mashtaka ya kiroho.
kwa sababu walokole wako mahodari sana kubadilisha mambo. Unajua hata shetani baadaye atakufuata, atakwambia alikuwa anaongea mashtaka ya kiroho. Hapana, leo mimi ninafuta kila hati, hata kama iko mahakama kuu ninaifuta, kama iko mahakama ya rufaa ninaifuta, kama iko mahakama ya mkoa ninaifuta, kama niko mahakama ya wilaya ninaifuta, kama iko mahakama ya mwanzo naifuta kwa damu ya Yesu. Kwa maana hati ya mashtaka ni hati tu. Mahakama inabaki kuwa mahakama. Mashtaka yale sio kwa ajili yako, yale mashtaka sio kwa ajili yako, hayatasimama kinyume chako. Na wale waliokushtaki watajaribu kuyatafuta mashtaka, hata watakapokwenda kwa hakimu, hakimu atakuwa anauliza yeye mwenyewe, cha kitu gani mnamshtaki, kwa kitu gani? Kwa nini? Kwa sababu hati ya mashtaka imefutika na mashtaka yako hayaonekani, kwa sababu kuna damu ya Yesu ambayo inatiririka jioni ya leo kwa lengo la kuyafuta mashtaka yote, kwa lengo la kuyafuta mashtaka. Haleluya. Raka paramashata lalaborika lalaba. Jambo lolote linalofanyika kwa mikono ambalo Mungu aliagiza ya kwamba utatumia mikono yako, ushindi wake na nguvu yake inatoka kwenye damu iliyotoka kwenye mikono ya Yesu. Hebu nenda na mimi kwenye kitabu cha Marko, ile Marko sura ya 16, kitabu cha Marko sura ya 16. Kwa haraka haraka nataka tuishie pale kwenye kile kitabu cha Marko sura ya 16. Kitabu cha Marko sura ya 16, ule mstari wa 18. Hebu sema na jirani yako, mwambie hati ya mashtaka yangu imefutwa kwa damu ya Yesu. Mwambie tena, hati ya mashtaka yangu imefutwa kwa jina la Yesu. Reka paramashandara marendere bosika lalama indora baba mama. Mstari wa 17 anasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Haleluya. Ungeishia hapo, hii damu leo isingekuwa na maana kwetu. Anasema watashika nyoka. Ukishasikia watashika kwa mikono. Haleluya, haleluya. Leo ninaomba damu ile ya Yesu ikupe uwezo wa kushika vitu vya hatari na kuviondoa kwenye hatari zao kwa jina la Yesu. Chochote utakachokishika wewe, hata kama kimejaa hatari, kitageuka kiwe salama kwa damu ya mwana kondoo. Yale majoka ambayo yalikuwa yanakudhuru kwa sababu ya kutokujua, safari utashika mikia yao, utawazungusha na kuwatupilia mbali. Yani kuna watu, vitu vingi vinavyofanyika vinawatia wasiwasi. Unaona kabisa, yani kuna kasenene kameingia ndani, mtu hawezi yani kukagusa. Wewe ukimwona senene ameingia ndani, muulize, wewe senene umetoka wapi? Dodoma hii, Dodoma haina utaratibu wa kufuga senene. Mbebe kwa mikono, tupa mbali kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Anasema mtashika nyoka. Alikuwa anamaanisha vitu vyote vya hatari, kwa sababu vingine unavishika vya hatari kuliko nyoka, lakini wewe si haujui, wenyewe wamekutegeshea. Ninaagiza leo kwa jina la Yesu, kila mitego walioitega ili kwamba nikishika kwa mikono inidhuru, leo nitashika mitego yao, nitaitegua kwa mikono yangu, nitashika nyoka wao, nitawapiga kwa jina la Yesu. Arakapara mama yareka paramashata lala. Watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Haleluya, haleluya. Ya kwamba hata kama imetokea wamekupa kitu cha kufisha, ukiisha kukishika kwa mikono yako, ile mikono inakuwa na nguvu ya kutakasa kile walichokupa. Kwa sababu ngoja nikwambie jambo, sema ndio, hakuna mtu yoyote atakaye kudhuru kama hajapitia kwa mikono yako mwenyewe. Ndio maana kama wameloga chakula
bado watakupa ule mwenyewe kwa mikono yako. Leo kwa kutumia damu iliyomwagika kutoka mkono wa Yesu kwenye mikono ya Yesu, ninaagiza kwa jina la Yesu, watakapokupa kitu chochote chenye sumu, ile mikono ikitakase, ile damu ikigeuze. Kwa hiyo wanaandaa sumu leo, ukiichukua na ipiga, unasonga mbele. Wanawaza hajafa tu, hawezi kufa. Kwa nini? Kwa sababu kuna damu ya Yesu ambayo iko kwenye mikono yake. Akishika vitu, akila vitu vya kufisha, anavyosema akila, hawakusema eti ukilishwa. Wamekutegeshea, unakichukua mwenyewe, unakila, wakati kikiwa kwenye mikono ile imejaa damu ya Yesu, mikono ile imepakwa damu ya Yesu, mikono ile imetiririka damu ya Yesu. Unakichukua, unakila mwenyewe, wanashangaa sumu yetu imeenda mara hii. Hebu tutengeneze namna nyingine. Wanakutengenezea sumu ya kudhuru mwili kwa kushika, baadaye unaishika, unasonga mbele, wanasema nayo imeenda. Mimi nilikwambia kuna namna ambayo unatakiwa kumtia adui hasara. Na mtu anaitwa Balaam, anamwambia Balaki, nijengee madhabahu, leta na ng'ombe 7, weka na kondoo 7, weka na njiwa 7, ili tutoe kafara. Jamaa ametoa kwenye madhabahu mbalimbali, alafu baadaye wakati wa kutoa ile dhabihu, Mungu akaingilia kati. Jamaa akaanza kujiongelesha, ninamwona lakini sio sasa, ninamtazama lakini sio karibu, nyota itatoka katika shina la Yakobo. Balaki akamwambia, mbona umewabariki kabisa? Ina maana alikuwa anaugulia mambo mawili. Cha kwanza, aliyekuwa adui yake amebarikiwa. Cha pili, amepata hasara ya sadaka zake. Hebu mgeukie mwenzako, mwambie, huo kwa damu ile tunawatia hasara. Unawatia hasara. Kwa nini? Kwa sababu wataleta vitu vyao, wewe unakamata, wanashangaa, wanasubiria ufe. Watasubiria mpaka siku watakavyotangulia wao wenyewe, na utaenda kuweka shada la maua kwenye makaburi yao. Ambaye anaendelea kutega mitego, aendelee kutega sana. Kwa nini? Nimeijua siri. Nikikanyaga ile mitego, ile damu ya miguuni kwa Yesu inategua mitego. Nikikamata nyoka wao, na kamata nyoka, zungusha, tupa kule. Na kamata chakula chao, naweka mdomoni, naendelea kuishi. Kwa sababu hiyo utaishi mpaka utakapokuwa mzee sana, utaishi mpaka umri wako utakapotimia. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye umekula chakula kinakusumbua sumbua, wewe usihangaike nacho. Leo kwa damu ile, kwa damu ile, kwa damu ile, kwa damu ile, kwa damu ile. Anamalizia, anasema wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Ina maana siri ya kuwekea watu mikono wakapona ni hii damu iliyotoka mikononi. Hii damu ina tabia ya uponyaji. Hii damu ina tabia, yaani anavyosema kwa kupigwa kwake, kuna wengine wanapokea uponyaji kwa kutambua tu alipigwa mijeledi. Kuna wale ambao hawaelewi hilo, wanasubiria uwawekee mikono. Unapoweka mikono juu yao, unaileta ile damu iliyoandikwa kwenye Isaya 53 ya kwamba mtaweka mikono juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Leo kama kuna mtu mgonjwa, tukimaliza somo hili magonjwa kwisha. Tukimaliza somo hili utasa kwisha. Tukimaliza somo hili kuchechemea kwisha. Magonjwa ya afya ya mtu, magonjwa ya familia, magonjwa ya ndoa, magonjwa kwenye biashara, tunaweka mikono yao. Hebu sema, nitaweka mikono yangu juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Nimeangalia andiko hili, nikamwomba Mungu, nikasema, sasa kwa nini watu hawaponi? Na hili jambo Yesu mwenyewe alilifanya kabla hata hajaenda msalabani. Anasema, kamwambieni Yohana ya kwamba wagonjwa wanapona, viwete wanatembea, viziwi wanasikia, wafu wanafufuka, na maskini wanahubiriwa habari njema. Jioni ya leo, hebu sema, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninapokea uweza wa damu ya Yesu. Nitaweka mikono juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Hebu simama pale ulipo. Chochote unachofanya kwa mikono,
kabla hujafanya jambo lolote, kumbuka ya kwamba kwenye mikono kuna damu. Kwenye mikono yangu mimi kuna damu. Ninapoweka juu ya mgonjwa, ile damu ndio inayotenda kazi. Ukiwa unajua siri hii, utatamani wakuletea wagonjwa. Ukiwa unaijua siri hii, utatamani wenye pepo waje. Kwa nini? Kwa sababu mikono yangu ina damu. Mikono yangu imejaa damu. Sio damu ya kondoo, sio damu ya ng'ombe, sio damu ya njiwa. Ni damu ya Yesu Kristo, damu ya mwanakondoo wa Mungu, damu inayonena mema, damu iliyotolewa kafara kwenye madhabahu mara moja, damu ya kuhani mtakatifu, damu ambayo ikimgusa yoyote, kama kuna ugonjwa unatoroka, kama kuna udhaifu unatoroka, kama kuna kushindwa kunaondoka. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu.